unahitaji kuelekezwa, na kuna mahali ulikuwa unakosea utaambiwa. Bwana asifiwe sana. Na Barnaba akikukemea huaga hata haina shida, haupati shida. Yaani Barnaba akikukemea huna shida, tunaelewana? Barnaba akikukemea yani wewe unajisikia furaha, ila akikukemea wakati mwingine nje na Barnaba, unajua kinachotokea ni kweli nimekosea, sasa ndo unikemee. Sasa wewe kosa huwa linakemewa au huwa linashauriwa? Barnaba hata akikemea upati shida. Bwana asifiwe sana. Sasa ni nani Barnaba wako? Ni swali la muhimu. Kizazi hiki kinachipuka na watu wengi sana wasiojulikana wanakotoka, na kwa sababu hawajulikani wanakotoka, wanajikuta sasa wanaaminika na watu lakini hawajulikani wanakotoka. Na kama hawajulikani wanakotoka, manake hata wanakoenda hakujulikani. Bwana asifiwe sana. Wanachipuka tu from nowhere else. Anachipuka na cha kwake. Bwana asifiwe sana. Mwingine anachipuka na ibada zake. Naenda siku kazi, baadaye anawaambia leteni kucha na nywele, tunataka tuziombee. Haleluya, tufanye maagano na Bwana. Watu wanaleta kucha na nywele. The people have no Barnaba on their life. Hawana Barnaba kwenye wito wao, na ndio maana wao wapo tu ya mara leo huyu mke hana, huyu anaye, na anaendelea tu na huo wito anaoita wito kwa mjibu wake. Leo anatangaza mke mwingine madhabahuni, na kesho tena anatangaza mwingine. Anasema huyu jana naona alipika vibaya mlenda, huyu sasa jamani mpokee. Watu wasio na Barnaba kwenye wito ni shida. Bwana asifiwe sana. Ni shida. Swali la 4, nimesema ni mambo 6. Nani Timotheo wako? Nani Timotheo wako? Wewe unataka tu faidi kwa Barnaba, ingali wewe utaki uwe na Timotheo. Hiyo ni shida. Nani Timotheo wako ambaye anaweza akakusikiliza, ambaye unaachilia vitu kwake? Nani? Timotheo ndiye aliyeandaliwa na Paulo. Paulo being mentored na nani? Na Barnaba, si kweli? Ameongozwa na kufundishwa na nani? Na nani? Barnaba. Alafu pia yeye naye akamfundisha nani? Timotheo. Bwana asifiwe sana. Nje na huyo kamuongoza nani pia? Sila. Naimbaga tu wimbo Paulo na Sila tindi wali milango ya ikafu. Lakini ujue huyo alikuwa anaongozwa hadi kwenye maombi, anamfundisha hadi maombi kwa kuomba, sio somo kwamba maombi ni kuomba. Tuko gerezani ila maombi ni kufanya. Acha tuombe. Sasa nani Timotheo wako? Nani anaweza akakutegea sikio akakusikiliza? Nani ambaye na wewe kuna vitu unaviachilia vya kimungu na unavipandikiza? Kwa sababu huu ufalme unataka kitu kisikomee. Ni Mungu wa vizazi, hata anataka mambo ya shifti yaende kizazi na kizazi. Wewe ni nani Timotheo wako? Bwana asifiwe sana. Na ndio maana unasikia kuna watumishi wengine wakikata, hayuko mwingine kama Yafu, ndio sifa yake. Sio sifa. Kutoka anakosekana mtu wa kufiti kwako, sio sifa.
Yaani lazima kuna mtu ushawaandaa, manake wewe kwenye ufalme umekuwa na matokeo chanya, unaasili wengine. Yaani hata leo ukisema hapa, jamani hapa kwa habari ya Injili, Bwana ananiambia sasa, ananichukua. Kuna watu yaani ni issue ya mtu, ukiondoka tu si unamwona Musa, si alikuwa na wako wake nani? Joshua. Elia alikuwa na nani? Elisha. Jamani, si sawa? Sasa tuko sana kwa Paulo hapa, tunamtumia tu kwamba ni nani Timotheo wako. Sijasema awe mmoja tu, naweza wakawa wengi. Yaani manake kile kitu ulichokibeba transfer, unakipeleka kwa wale. Hata leo Mungu akisema mtumishi wangu na kutwaa, kuna watu wanabaki wanaitwa akina Timotheo, wanaitenda kazi kwa uaminifu. Ni nani? Kwani hujagundua hata yule mtoto mdogo kabisa ule uliye naye nyumbani, yule anayefuata yeye anamfanya Timotheo? Ni hapa tu anamuongoza, hata ukiwaacha peke yao anashika mkono, twende au usipite hapa, anampitisha. Ni mfano mwepesi sana. Sasa we nani ambao unamwambia hapo pana pita, hapo pita? Bwana asifiwe sana. Kama yupo na umempuzia, jitahidi umsaidie, kwa sababu huu ufalme kuna zamani zile za ujinga, kama za Paulo alivyookoka tu akapiga injili Dameski, akapigwa vita akakimbia. Barnabi kabidi akamtafuta. Wewe uliitwa, ila sema sasa hujaelewa tu. Ngoja nikufundishe vizuri. Baadaye anarudi kwa nguvu mpya. Bwana asifiwe sana. Timotheo wako ni nani ambaye unaweza ukalisisha ulivyovibeba? Unajua wakati mwingine huenda wewe usiwe, unajua kuna namna usiwe sana mtu wa kujulikana sana, ila ukamwandaa mtu ambaye yeye hukosekani kwenye kitabu cha historia cha uamsho wa kizazi, kwa sababu ulimwandaa mtu wa uamsho. Bwana asifiwe sana. Hivi unajua hata Naomi asingemwandaa Lutu, hata kwenye Biblia asingekuwepo Naomi. Haya tunamwandikaje? Kitabu chenyewe kinaitwa kitabu cha, sio kitabu cha Naomi, kitabu cha nani? Cha Rutu. Unamwandaa mtu ukijua Bwana tu anamsaidia, lakini ndo icon ya wewe kukubeba, na ndo huenda Mungu alikusudia umwandae tu huyo duniani afu mwache. Bwana asifiwe sana. Kwa majira mengine neema na ile hali ya kusema huyu alikuwa ni mtu wa maana duniani kwa sababu ulimwandaa mtu wa maana duniani. Bwana asifiwe sana. Leo huwezi ukamtaja Paulo, labda mtu ambaye haelewi, huwezi ukamtaja Paulo bila Barnaba, na huwezi ukamtaja Timotheo bila nani? Paulo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wakorintho wa kwanza 4:17. Naomba tusome kwa haraka, nitakuwa naenda kwenye swali la 5 na jambo la 5 la muhimu. Wakorintho wa kwanza 4:17 tunajisomea afu tunaenda mbele. Anasema hivi: kwa sababu hii nimemtuma Timotheo kwenu, aliye mwanangu mpendwa, mwaminifu katika Bwana, atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo, kama vile nifundishavyo kila mahali katika kila kanisa. Maana yake vile ambavyo mnamwona Timotheo ndo yote niliyolisisha kwa nani? Kwa hiyo Timotheo. Kwa vile najua atatumiwa kwa namna tofauti, lakini huyo anavyokuja, mimi nimekuja. Huyo akija ni kama nimetuma waraka tu kwenu.
Bwana asifiwe sana. Timotheo wa kwanza 1:18. Tutakuwa tunaenda swali la 5. Timotheo wa kwanza 1:18. Anasema, mwanangu Timotheo, na kukabidhi agizo hilo liwe akiba kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako, ili katika hayo uvipige vile vita vizuri. Anaagiza, anatoa maagizo, mashauri, hekima ya utumishi. Bwana asifiwe sana. Who is your Timothy? Ikiwa wewe ni Mwingereza, who is your Timothy? Okay, sawa, wewe ni Mswahili, nani Timotheo wako? Hilo inabidi ujijibu. Nani ambaye nalisisha vitu wake? Nani ambaye kwenye huu ufalme Mungu akiniuliza wewe ulizaa nini, nitaonyesha. Unamwona hata Mungu anavyosema ananiondoa duniani, nasema unamwona huyu atabaki. Bwana asifiwe sana. Swali la 5, Antiokia yako ni wapi? Gaji leo maswali haya mchungaji ananichanganya. Antiokia yako ni wapi? Bwana asifiwe sana. Antiokia yako ni wapi? Mahali pa maandalio ya huduma ni wapi? Bwana asifiwe sana. Alivyochukuliwa Dameski, Barnaba akampeleka wapi? Antiokia. Na Antiokia ndipo ambapo pia kanisa la kwanza kwa maandalio, wanafunzi wa kwanza wanaoitwa nani? Wa Kristo. Na jina wa Kristo ndipo linapoanzia. Sasa Antiokia ndipo alipochukuliwa Paulo na kwenda kuandaliwa na Barnaba. Wewe Antiokia yako ni wapi? Mimi najua Antiokia.